kuweza kujua yale yote ambayo waandishi wanataka kujua, lakini pia wananchi, wadau wa michezo wanataka kujua. Kutuongozea mkutano. Karibu. Karibuni kwenye mkutano wetu wa rais wa TFF Wallace Karia na waandishi wa habari. Na mkutano wetu utakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni kwa Rais Karia kuweza kuzungumza yale ya TFF ambayo amekuja nayo, na sehemu ya pili itakuwa ni maswali na majibu ambako waandishi mtapata nafasi ya kuweza kuuliza maswali yenu. Rais, karibu. Mbele yako ni wanahabari ambao wako tayari kukusikiliza. Habari ya asubuhi. Kwanza niwashukuru kwa kuweza kuitikia wito huu, lakini pia shukrani nyingine niwashukuru kwamba mmekuwa ni wadau muhimu sana kwenye hatua mbalimbali za maendeleo ya mpira wetu kwenye nchi yetu Tanzania. Mnatupa support kubwa, na bali ya support, lakini pia kwenye baadhi ya mazungumzo au maandiko yenu kuna vitu ambavyo vinatusaidia kuweza kwenda sawa sawa. Bali ya tofauti, watu wanafikiria kwamba, wanasema kwamba hataki kukosolewa. Sio kwamba hataki kukosolewa. Kama hataki kukosolewa, huwezi kutaka maendeleo. Kwa hiyo waliokuwa wanatukosoa kwa nia njema, sisi tunawashukuru kwa sababu wameweza kusaidia, tumeweza kujirekebisha kwenye mambo mengi. Mambo ambayo hatuyataki ni ya uongo, kubuni, kusingizia. Hayo mtu yoyote atakuwa hawezi kufurahi nayo. Alafu sisi tuko wazi, piga simu zetu, tunapokea, tunawapa ufafanuzi. Kwa hiyo mtu kutoka tu kwenda kuzungumza kitu ambacho hakiko sawa, sema kweli hamna binadamu yoyote mwenye nyongo ambaye ataweza kukubali jambo ambalo haliko sawa. Lakini niwapongeze sana. Sisi kwenye shirikisho tuna wadau mbalimbali ambao bila wao hatuwezi kuendelea. Tuna wadhamini wetu, tuna nyinyi wanahabari, tuna wanachama wetu. Nikizungumza wanachama wa TFF kwa maana ya mikoa yetu, lakini pia na vilabu ambavyo pia ni wanachama. Lakini pia kuna vilabu ambavyo sio wanachama, wanaocheza ligi ambazo sio za ligi kuu, lakini wanachama wa wanachama wetu. Wote hao wana support. Lakini pia tuna mdau namba moja, serikali, ambaye tunafanya naye kazi kwa pamoja, na hili liko wazi tu. Bila kushirikiana na serikali hauwezi kufanikiwa, kwa sababu sehemu kubwa ya mipango serikali ndio inafanya. Kama mnavyoona sasa hivi tunapata support kubwa ya serikali kuliko huko nyuma, kwa sababu mahusiano yetu ni mazuri. Lakini pia kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano program zetu za vijana, tunashukuru serikali yetu ina utaratibu ambao ni wa siku nyingi wa kuwa na mashindano ya shule zetu, kwa maana ya shule za msingi na shule za sekondari, ambapo ni sehemu ambao na sisi tunapita huko kuangalia vijana mbalimbali wanaoshindana kwenye mashindano yale, na tunawapata wanaweza kusaidia. Mambo mengi tumekutana, tushaongea, tumeshaongea sana kwamba kwa nini tumepata mafanikio haya. Mafanikio haya ni matunda ya kwamba kazi zetu sisi tumezidocument. Hatuamki tu na kukurupuka. Tulitengeneza mpango mkakati. Wa kwanza ilikuwa wa 2018 mpaka 22, lakini tukafanyia mapitio 22 pale, tukaanzisha tena mwingine 23 mpaka 27. Kwa hiyo mwaka 27 pia tutafanya mapitio, tutatengeneza wengine. Kuna mambo ambayo tulisema ya muda mfupi tuliyatekeleza, mengine ya muda wakati, mengine ya muda mrefu, yote tumeyazingatia. Na ukiangalia kwenye maono yetu tulisema kwamba hii ilikuwa ni 2018 wakati tunaanza kutengeneza huu mpango,
kwamba tunataka tuifanye Tanzania, tunasema, tuliandika kwa kizungu hapa, build Tanzania as a football powerhouse at every level. Wakati huo tunazungumza ilikuwa Tanzania sio lolote si chochote, lakini sasa hivi nadhani tunaona tulianza kwenye level ya zoni yetu ya Sekafa Afrika, na sasa hivi kwa sababu tumekuwa tuna qualify mashindano ya Afrika mara kwa mara, sasa hivi tumeanza tena ku qualify kombe la dunia. Kama mnavyojua tulishakwenda kombe la dunia 2023 chini ya miaka 17 Serengeti Girls, lakini pia timu yetu ya wanawake ya futsal ilienda tena kombe la dunia, lakini safari hii tena Tanzanite Girls nao wameenda kombe la dunia, Serengeti Boys nao wamekwenda kombe la dunia, na Mwenyezi Mungu akitujalia kesho tuna mechi, tukishinda kwenda robo finali, tukienda nusu finali tayari, na maana Twiga Stars nao wataenda kombe la dunia, na ni matarajio yetu kwamba tutajitahidi kwa burudani za Mwenyezi Mungu twende huko. Kwa hiyo ndio ambayo tunafanya. Bahati mbaya Serengeti Girls hatukuweza kupata nafasi kwenda kombe la dunia kwa mara nyingine, tulitolewa na Afrika Kusini, lakini AFCON hizi tunashiriki. Kama mnavyojua, baadhi ya nchi ambazo hazikosekani kwenye AFCON ni Tanzania, lakini pia tumeshinda vikombe mbalimbali kwa upande wa Sekafa, lakini pia kwenye kualikwa tunaalikwa Kosafa, tumeshinda vikombe, tumealikwa China under 12 tulikwenda mwaka jana, mwaka juzi, mwaka huu Serengeti Boys walikwenda kule, wamekwenda kufanya vizuri. Wale vijana wa kike wa under 12 mwaka huu wameenda kwa kategori ya under 14 Portugal kule, wamekwenda wamefanya vizuri. Kwa hiyo mabadiliko makubwa, na kwa mabadiliko hayo tunapata mialiko mbalimbali. Kwa zamani ilikuwa Tanzania tukitaka kuomba mwaliko wa kucheza na timu nyingine hawawezi kuturuhusu kucheza kwa sababu ilikuwa hatuna maana kucheza nao. Lakini pia kama mnavyojua, sisi ni mojawapo ya zile nchi ambazo zinapata nafasi 4 za vilabu, kwa maana nafasi 2 kwenye Champion League na nafasi 2 kwenye Confederation. Ziko timu 12 tumeingia, na sasa hivi imekuwa ni mazoea, na nadhani tutaendelea kuongeza pointi, hatutaweza kuondoka huko, ambapo ni vitu tofauti. Lakini pia ligi yetu imekuwa ni mojawapo ya ligi bora. Leo nimesoma kuna watu wametoa kwamba kwenye 5 bora hatumo, lakini nimeangalia sasa hivi kila mtu tu anaamua anatengeneza. Sasa huyu aliyetengeneza nadhani mara ya kwanza hii ndio, au ndio wao wanaotoa siku zote, wale wanaotoa vigezo vya ligi lakini hawa waliotoa sio. Kuna mtu mwingine naye katengeneza akatoa na media zimechukua, sawa, lakini wale ambao walitupeleka huko kwenye namba 4, 5 wao wenyewe hawajatoa. Sasa hatujui vigezo vyake ni vipi, labda rangi za jezi, sawa. Kwa hiyo kila mmoja inategemea anaangalia vigezo vyake. Lakini pia unapokuwa kwenye sehemu unashindana na wenzako lazima ukubali, naweza hata kutakuwa wa 10 wa wapi, kama wenzetu wataendelea kuwa bora zaidi, na ni vizuri tujitahidi. Kwa hiyo yote haya sisi tumeyafanya, tunashirikiana na nyinyi, na sehemu kubwa ya nyinyi mmekuwa ni sehemu yetu. Kwa hiyo leo nimesema tuongee hapa, na sehemu kubwa mtaniuliza maswali tu, kwa sababu mengine nikiarudia ni hayo kila siku. Mniulize maswali nitoe ufafanuzi, lakini sisi tulikuwa na mchakato wa kanuni ambao mwaka huu ulikuwa shirikishi kushinda mwaka yote. Vilabu vimetoa maoni yao, wadau mbalimbali, serikali, wafadhili wetu, wadhamini, wote wametoa maoni yao, lakini yote inakwenda michakato hatua baada ya hatua. Lakini hatua ya mwisho inakuja kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio chombo cha mwisho ambacho kinapitisha kanuni. Leo nimesikia chombo cha habari kimoja wanasema kanuni zinaenda BMT kusajiliwa. Kanuni haziendi kusajiliwa BMT.
Katiba ikishasajiliwa BMT imetaja utaratibu wote wa kuongoza utengenezaji wa kanuni. Kanuni zikishapita kwenye michakato, kamati ya utendaji ndo kikao cha mwisho kimepitisha. Na jana tulikaa ndani ya chumba hiki tukapitisha zile kanuni, lakini sio kupitisha tu, na kamati ya utendaji nayo jana ilikuwa ndo nafasi yake nayo kutoa maoni yake kwenye zile kanuni. Kwa hiyo michakato yote na hizo rasimu mlizoona ni rasimu ambazo zilikuwa zimepita kwa wadau na michango ya wadau mbalimbali, na mabadiliko yalifanyika pia kwenye kamati ya utendaji. Kuna maoni ya wadau yalikuja ambayo yamepita michakato yote. Tumekuja pia mengine kamati ya utendaji imejadiliana, imeyaondoa, kwa sababu sisi kama kamati ya utendaji ndio ambao tumekasimiwa kusimamia na mkutano mkuu wa TFF mpira siku hadi siku, na kamati ya utendaji imetoa madaraka hayo kwa rais anayesimamia secretariat kwa utendaji wa siku kwa siku. Kamati ya utendaji inakaa kila baada ya miezi miwili, lakini jana ilikuwa ni kikao cha dharura kwa ajili ya kanuni tu, na ni moja ambayo ni vizuri nikaitolea ufafanuzi. Ni mapendekezo yalikuja kutengeneza kanuni ya kuwadhibiti wanahabari, wachambuzi, sijui nini, yote pamoja. Kamati ya utendaji imeona kwamba yale mapendekezo ya zile kanuni sisi sio sehemu yetu. Kuna TCRA na kuna bodi mbalimbali za udhibiti wa mambo ya habari, lakini pia kuna na vyombo vya sheria. Na bahati nzuri cases zilizotokea ambazo kuna waandishi wale abuse, TCRA na vyombo mbalimbali vilitoa ushirikiano na vikatekeleza kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo sisi tumeiondoa ile, tumeona kwamba imeletwa ndio na wadau, hatujui sijui nani ameleta, sijui ni vilabu, sijui ni nani wameleta. Tumeona kwamba hapana, ingawa mnawavuruga, saa nyingine mnazungumza mambo ya usajili ya uongo, mnawachonganisha, na ndio maana labda waliileta hiyo. Sisi tumeona kwamba kwa sababu vyombo vya sheria na vyombo mbalimbali vinavyosimamia vimeweka taratibu zao na hawajawahi kutuangusha. Lakini pia kama kuna mambo ya rushwa, wengine watakwenda kwenye masuala ya taasisi ya rushwa, sio sisi. Watu wanatuuliza kwa nini yanatoka tuhuma za rushwa sijui nini. Sisi tunajua kwamba tuna limiti yetu na watu wa rushwa wako wanajua, lakini kuna mambo mengine pia yanahusu masuala ya udhibiti wa madawa ya kuongeza nguvu pamoja na madawa ya kulevya kwa wachezaji wetu. Pia vimekuja vipengele hivyo. Sisi tumepitisha kwamba tutaanza na utaratibu wa kuweza kwenye ligi yetu kufanya utaratibu wa uchunguzi, lakini hatukuweka adhabu kwa sababu wako taasisi inaitwa WADA ipo Tanzania, na hiyo ndio inayotoa adhabu mbalimbali kwa watakaokutwa na hayo majanga. Kuna masuala yalikuwa yanaongelewa yanayohusu kusajili wachezaji 40. Hii sio kanuni hii, wala hatujabadilisha, ilikuwepo toka nyuma huko. Tatizo hamsomi kanuni. Hamsomi kanuni. Hii ilikuja wakati ule wa COVID pamoja na kuongeza idadi ya substitution ambazo zinafanyika. Tumetoa msisitizo tu kwa sababu mwaka huu ligi itabana kidogo. Kwa hiyo tumesema bana, mnaposajili nyinyi basi msajili 40 wazuri sawa sawa, msije mkasajili wazuri 12 mkabaki na wengine kuongeza idadi, kwa sababu tuwe na wigo mpana. Mtu asije akasema mchezaji anachoka kama una wachezaji 40 na wachezaji wanaocheza ni 11 na kwenye benchi kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40 kwa sababu tunaruhusu pia vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20, na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba
angalau wawili wawe kwenye line up na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze, na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi, kwa sababu tumeweka maksudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakaokuja kusaidia kwenye timu ya taifa. Lakini kuna jambo jingine ambalo pia sio jipya, isipokuwa nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuatwi. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi na tumeirisi hiyo kanuni. Nakumbuka tuliitengeneza wakati wa uongozi wa Mzee Tenga kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi, tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu kwamba mchezaji katoka huko, quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike. Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watakwenda watarudi, wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya. Lakini kwa sababu wenzetu nyinyi wengine ni wageni, wengine hapa ni waandishi wa habari, wakati Mzee Tenga anatunga hiyo kanuni ya wachezaji wa timu za taifa wa kigeni hamjaingia kwenye habari, na bahati mbaya sababu kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, sasa ndio inatokea hivi. Lakini unakuta kuna mijadala tena. Juzi kuna ndugu yetu Jamhuri aliongea, kazungumza mambo ya mwaka 70 na kitu, wengine hata huyo kaka yake Super Kiwelu hamkumuona kucheza. Amezungumza huko. Hivi leo naambiwa mimi naletewa email zangu zimejaa, naletewa mashtaka kumchukulia hatua Jamhuri. Hata wale wanaojua sheria wakisema kuna sheria nyingine, kuna tukio limetokea lina miaka fulani hivi, hata kama limetokea ikana haliwezi kupelekwa hata mahakamani. Leo mwataka wakati huo Kiwelu anacheza huko, mimi nilikuwa nasoma. Leo nimekuja hapa mniambie leo ndio nimchukulie hatua, kisa kazungumza mwenyewe, kaamua kujilipua. Haya, mwache aendelee. Kasema mwenyewe endelee, lakini halituhusu. Kwa hiyo msipoteze muda mwingi kujadili vitu ambavyo havina msingi. Vitu ambavyo vina msingi ndio tuvijadili, vinaleta kwa sababu sisi hapa ni binadamu na sisi tunafanya kazi, lakini kutokana na taratibu. Bahati mbaya sana tunakuwa na mihemuko. Tunakuwa na mihemuko, au tunataka au ni watu wengine wanatuinfluence tufanye hivyo. Hatuwezi kuzuia, lakini ni vizuri tukaangalia ili tuweze kubalance kidogo. Kwa hiyo kanuni jana tumezipitisha. Mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu sisi watu wameenda jumba la dhahabu nini. Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja. Hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima,
tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5 tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia, wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvithibitisha kwa sababu hatakuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha. Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza, na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Swala la kwamba timu kwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi hamna kwa mgeni wala kwa mwenyeji. Hata huko duniani hamna hiyo taratibu. Ni kufill pitch, tunaondoka. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakwenda marekebisho pia. Mikoa ambayo ina viwanja vinachezea ligi tumeshavipa ithibati kwamba tutachezea, lakini lazima kuwe na viwanja vya mazoezi. Tutakagundua kwamba hata huo sehemu ya kwenda hamna sehemu ya kuchezea viwanja vya mazoezi, basi tutawaambia ukatafute kiwanja kingine. Ndio maana hata sisi mnakuta msisitizo tumepewa Chani, tumepewa Afcon, lazima muwe na viwanja vya mazoezi. In fact niwaambie wazi kabisa, hili jambo la miundombinu mazoezi tulikuwa tunalichukulia, lakini mimi nilianza kulifeel kwamba ni jambo muhimu wakati tunatayarisha Afcon ya under 17 2019. Ndio nilikuja nikaona kwamba swala la viwanja vya mazoezi ni vya msingi sana. Lakini kila mashindano yanayoenda, na ndio maana ukakuta tulitengeneza viwanja kwa ajili ya Chani, lakini viwanja vya Afcon vya mazoezi navyo level yake yatakiwa iwe ni kubwa zaidi, kwa sababu hata hao wachezaji wanaokuja Afcon ambao wanacheza timu zao huko Ulaya, timu zao zikija zikuta kiwanja cha mazoezi hakistahili, watamzuia mchezaji wao asiweze kucheza. Lakini tutakwenda zaidi, tumerekebisha kanuni, ufuatiliaji mkubwa kwamba lazima klabu wewe uko ligi kuu halafu huna hata kiwanja cha mazoezi. Tutaangalia pia kanuni kuzirekebisha kuhakikisha kwamba angalau ambacho unakimiliki. Tumesema sasa hivi watatuletea mikataba tuweze kuona kwamba viwanja vya mazoezi viko katika hali nzuri, lakini tunapokwenda huko tunataka kila timu imiliki kiwanja cha mazoezi, na wengine ambao wataweza, wale ambao wameshaweza, ambao wanamiliki viwanja vya kuchezea, tunawapongeza na tunaendelea kusisitiza kwamba tutakuwa na kile cha kuchezea ni tofauti na kiwanja cha mazoezi. Lazima kuwe na kiwanja kingine cha mazoezi ukiondoa kiwanja cha mechi. Vitu vingi tumefanyia marekebisho, na kanuni hizo zitachapishwa, zitakuwa public au zitawekwa kwenye website au watashare na nyinyi kwenye social media zenu au WhatsApp group zenu, ili muwe nazo muweze kuziona, na wenyewe wadau tutawapelekea. Lakini pia kuna yatafanyika mafunzo mbalimbali kabla ya ligi kuanza ya kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu uamuzi, sheria zilizobadilika, lakini pia na mambo yanayohusu tiba. Yote tunataka wale wahusika waweze kupata forum hizo na watu watakao kuwepo. Tabadilisha tena kanuni, tumeongeza kanuni kuhusu
mfumo ambao nipende kusema tu tuna zaidi ya 75% mpaka leo kwamba tutakuwa na mfumo wa video support msimu wetu wa ligi unapoanza. Tayari tushakuwa na mazungumzo na kampuni ambayo tulielekezwa na FIFA na kafu ya nchini Portugal. Siku yote kuanzia leo watawasili hapa. Watakapowasili tutasaini MOU, lakini watakuja na vifaa vyao. Tutafanya mafunzo. Bahati nzuri baadhi ya waamuzi wetu wamefuata mafunzo, lakini ukiangalia ni grupu dogo lile. Kuna wengine tena watafanyiwa mafunzo ili kuweza tunapoanza ligi tuweze kuanza na video support. Video support ni mfumo ambao uko chini kidogo ya VAR kigharama. Vifaa vyake sio gharama kubwa sana, ni affordable. Tunaweza sisi kwa level ya ligi yetu tuliofikia tunaweza, lakini pia video support inatoa nafasi kwa wahusika, timu zilizopo uwanjani kuomba kufanya review. Ukiondoa VAR, aidha ni referee au watu walioko VAR room, lakini VS video support, football video support inampa room, wanasema kocha kuomba kwamba tukio fulani lirudiwe. Wachezaji ndani mle wakiona wanamshtua kocha wao, kutakuwa na ishara. Tutafanya na mafunzo pia makocha jinsi ya kufanya. Watapeana ishara, watamuomba force official anamwambia referee. Ni lazima referee asikilize, aende akaangalie. Kila mechi watapewa sloti 4. Akiomba sloti ya kwanza, referee akikubali, bado atabaki na sloti 4. Lakini referee akikataa, akaenda pale akireview tukio lile, akiona sio kweli, sloti imepotea, atabaki na 3. Sijui mnanielewa? Hazijawekwa nyingi sana, zingekuwa nyingi sana tena itakuwa vurugu. Kila saa watu wataomba tu. Kwa hiyo hizo zimewekwa at least minimum. Lakini ya kwetu tumekwenda mbele zaidi. Tumeweka wanaita visual offside line. Tumeiweka na ile system inapiga na mstari kwenye review pale, itaonekana kwamba hii ilikuwa offside, sio offside. Tunakwenda. Kwa hiyo angalau kwa hayo machache, mengine nitakapouliza kama kuna ambalo, lakini naona haya ilikuwa ni muhimu ya kuongea. Mengine tutaendelea kuambizana. Na pia kama mnavyojua timu yetu ya Twiga iko kule Wafcon. Nikisema Afcon nitasema ya wanawake, lakini nikisema Wafcon mnajua ni wanawake. Wako kule, kesho wanacheza mechi ya pili. Mwenyezi Mungu akusaidia, tukishinda tutakuwa tumekwenda robo finali, tukiwa tuna mechi moja nyingine mkononi ya Ivory Coast. Kwa hiyo tunaombea hapo, lakini pia kama mnavyojua mwezi wa 9 timu yetu ya under 20 girls, Tanzanite girls, watakuwa wako Poland. Tuko kwenye mazungumzo na serikali, watakwenda nje ya nchi kwa kambi kabla ya kwenda Poland ili waweze kufanya hivyo. Lakini pia kama mnavyojua timu yetu ya futsal nayo imequalify kwenda AFCON. Ilikuwa kwenye mechi za majaribio ya kirafiki na wenzetu wa Zambia. Wamerudi hapa, wako kambini kama mliwaona hapo, wanakwenda kwenye mazoezi. Kuna tournament nyingine imetayarishwa Mozambique. Itakuwa Mozambique, Angola na Zambia na Tanzania tutacheza hapo kabla ya kwenda AFCON ya futsal Morocco. Kama mnavyojua tuliqualify, mechi ya mwisho tuliwatoa Ivory Coast. Lakini pia timu yetu ya Serengeti Boys ilikuwa China, imefanya vizuri, mechi zake zote imeshinda kule. Tufunga Nigeria
3-2, tukaja tukawafunga China 2, tukaja tukawafunga Australia 5-3, lakini mabinti zetu wale wa under 14 walikuwa Portugal, ambazo walishinda mechi zote 4, walifunga goli 19 na wakafungwa goli 1. Wamefanya vizuri. Hivi tunavyozungumza kuna workshop kubwa tu ya FIFA inafanyika kule Zanzibar, inazihusisha nchi 10 za Afrika ambazo zimequalify kwenda World Cup. Ma technical bench yao yako pale, wanapewa workshop angalau kuhakikisha kwamba wanarudi kwenye timu zao, kwenye mazoezi yao, wafanyie kazi yao mambo ili waweze kwenda na uwakilishi mzuri kule Qatar kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo ni jambo kubwa kuwa na workshop kubwa hiyo ya FIFA kufanyika kwenye nchi yetu. Inaonyesha jinsi gani FIFA wanatuthamini na wanaona Tanzania ni potential na Tanzania ni mdau mkubwa kwa ajili ya mambo ya michezo. Lakini pia katika ufunguzi, baada ya pale tulikuwa na kikao watu wa FIFA pamoja na naibu waziri wa michezo wa Zanzibar Mheshimiwa Gulam. Tumekubaliana kwamba tunaanzisha TDS Zanzibar, na bahati nzuri kuna miundombinu tayari serikali ishatengeneza kule. Hatutakuwa na tabu ya kujenga kama tulivyojenga Tanga na Kigamboni, kwa hiyo tutatumia ile. Lakini kama tunavyojua kwamba kituo cha Tanga kinabadilika, sio TDS tena, kitakuwa ni FIFA Talent Academy. Muda wowote kuanzia mwaka huu baada ya kombe la dunia ilikuwa tufanye taratibu hizo. Kwa hiyo TDS itakuwa, lakini pia tutaanzisha kituo kingine Kigamboni. Kigamboni tunatumia tu kwa ajili ya timu zetu kambini, lakini tutaanzisha TDS tena nyingine pale kwa sababu tunawapata vijana wazuri sana. Kuweza kuaccommodate Tanga ni ngumu. Kwa hiyo tumeamua kwamba badala ya kuwarudisha nyumbani tuwaweke tena wale ambao wameonekana labda hawawezi Tanga kule, lakini sisi tumeshawachagua kwamba ni wazuri, wamekuja hapa. Kwa mpira unaweza huyo ambaye ameambiwa hakwenda Tanga lakini akaja ndio akacheza timu ya taifa kuliko yule ambaye yuko Tanga. Kuna mambo mengine ya kibinadamu, lakini pia na uwezo unabadilika. Wakati bado tunaendelea na mazungumzo na serikali ya mkoa wa Shinyanga kuhusu kituo cha Kahama kile. Baada haya machache basi nadhani nikaribishe maswali. Karibishe maswali. Mengine tutayajibu huko na kama kuna sehemu sijagusa. Lakini nadhani hizo sehemu zote nyingine ambazo nimezizungumzia ndio ambazo nilifikiria kwamba zilikuwa hazijakaa sawa, tukizizungumzia itakuwa vizuri zaidi. Karibuni. Kama swali utajitambulisha jina lako na media yako. Sawa. Naitwa Mganoisa kutoka TV3. Kwanza nikupongeze President kwa kazi ambayo umeifanya. Tunazungumzia kuhusiana na timu za taifa kwa kutoka vizuri sana. Hongera sana. Inawezekana usiongee lakini tunaona maendeleo ya timu zote za wanawake na wanaume. Tutakuja pongezi hizo na maswali kama mawili kama sio matatu. Umezungumzia kuhusiana na kuwepo na VAR support. Lakini tunajua pia hata VAR ilikuwa na changamoto vile. Malalamiko yanakuwa ni mengi. Lakini kwetu kuna malalamiko ambayo yanahusiana pia na upangaji wa matokeo, baadhi ya waamuzi na hizi timu, baadhi ya viongozi wanakuwa wakiingilia mambo ya rushwa, kuingiza kule kupata fedha na vitu kama hivyo. Pengine mpango ukoje? Maana pia kuna masuala pia ya beti ambayo yako hapa. Mpango wa kuondoa hii hali ambayo iko kwenye ligi ikoje kwa msimamo huo? La pili ni umezungumzia na hongera sana kwa sababu umeboresha maeneo yote Tanga na Kigamboni. Lakini swali langu liko hapa kwenye makao makuu ya TFF. Kulikuwa na uwanja hapa wa Karume ambao ulikuwa unatumika kwenye ligi. Na katika matumizi hayo kwa baadhi ya ligi, chaguo ilikuwa ligi kuu, baadaye kaja vijana na wanawake.
nowadays hakuna kinachotumika hata mazoezi ya watu wazima pia kwa ajili ya kuhudhuria mashindano. Kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu, naona ni eneo la biashara. Umetazama kwenye engo gani au kuna mpango gani kulifanya ile eneo kuwa na uwanja ambao unakuwa ni marketable, lakini pia kibiashara zaidi? Tunajua unaweza kujenga maduka ma hostel na vitu vingine kama hivyo, kuingiza kipato kikubwa kwenye shirikisho. Swali la tatu, pengine pia ikiambatana na maombi yako, kama itakupendeza, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ni shirikisho ambalo linahusiana na jamii kwa ujumla. Huwa mara nyingi kama waandishi wa habari tunapata wakati mgumu sana kupata taarifa kutoka kwa shirikisho. Wakati mwingine imekaa ni taarifa ambazo haziwapendezi sana, lakini ni taarifa ambazo tunaweza tukapata majibu ambayo pengine tukasaidia jamii kufahamu kwa upana wake kuhusiana na jambo fulani. Lakini wale ambao pengine wanakusaidia ni mambo ukiwa mkurugenzi na maeneo tofauti, wamekuwa ni wagumu sana kutoa taarifa, na mwisho wa siku ni haya ambayo yanaibuka sasa hivi, mtu anazungumzisha huko kitu ambacho hakina ufafanuzi zaidi. Kwa mimi ningependekeza pengine kuongea na wakurugenzi wako katika maeneo tofauti kwa active. Tumeona kauli yangu ya mwanzoni kabisa nimezungumza hapa kwamba tutakuwa na kila moja, kwa sababu sisi waandishi wa habari tunafikiria, tunakuwa na mijadala, kila kweli tunashinda kupata vikwazo vya kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na masuala kadhaa kadhaa. Kwa hiyo ningependa kuwepo na semina kwa waandishi wa habari, hasa katika vitu ambavyo pengine mngetaka tuvielewe zaidi, ili kuondoa migogoro hii ya ithibati nini, kwa sababu naona kuna migogoro pengine kwa kama shirikisho la mpira wa miguu ungekuwa na namna hiyo, ingetusaidia sana kuboresha katika maeneo haya. Kwa hayo mimi nikupongeze sana kwa hilo ufanye, na mimi nitajua vizuri sana. Upangaji matokeo, rushwa, betting, siwezi kuongelea. Kama una evidence tuletee, kwa sababu vitu vingine mambo vya kisheria. Kwa sababu mimi siwezi leo hapa nije nizungumzie jambo la upangaji matokeo. Sijui mimi kuna upangaji matokeo, na kama unasema kuna upangaji wa matokeo, ina maana una undergrade ligi yetu kwamba hata huyo bingwa aliyopatikana sio bingwa halali. Kama una hizo evidence zilete, au nenda kwenye vyombo ambavyo vinahusika. Hayo mambo ya kudhania, kusema tu huyu mtu nini kapitwa, huyu kapanga matokeo au nini, please, tutakuwa tunaenda sehemu ambayo sio. Swala la betting tunafanyia kazi, yanazungumzwa kwamba watu wameingia kwenye betting, wanatajwa kwamba kuna wachezaji, kuna makocha na kuna waamuzi. Tumesikia haya, na kuna baadhi ya waamuzi tumepata mpaka taarifa kwamba wana vioski vya betting. Tumewaondoa, hawapo kwenye line up. Lakini hao waamuzi tumewaondoa, nyinyi ndio mnakuja huko natumiwa kwenye message, huyu mwamuzi sio kaondolewa sijui nini. Sasa unajua kuna vitu vingine, ili kuwa salama zaidi tunaamua kwamba huyu apumzike. Sasa utakapotaka taarifa huyu mwamuzi kwa nini kapumzika, Ndimbo yuko hapa akwambie hapana, kwa sababu sasa tumeamua mpira wetu uwe salama, hatuna evidence. Kwa hiyo angalau huyu mtu apumzike. Sasa wewe utakaa na maiki yako huko, baba Paris yuko nini, nyinyi ndio mnayetuambia, lakini sisi tunaamua apumzike. Kwa hiyo tunakwenda, na ndio hayo tunakwenda. Ndio mengine si ajabu wewe sasa hivi umesema kwamba isibati. Mimi kabla ya kikao hapa nimezungumza mimi kwamba sisi imeletwa mapendekezo, nikasema si ajabu mmewakera watu huko, ndio maana wakatuletea huko kanuni, na michakato ya kanuni imeenda. Sisi hapa kamati ya utendaji ndio ilikuwa ya mwisho. Jana sisi ndio tumeona hiyo rasimu, jana ndio tumepitia, tukapitisha, tuliona, tukaongeza ambayo tumeona yanahitaji kuongezwa. Kwa hiyo hilo tumeliondoa, kwa sababu waandishi ambao walimisbehave tuliripoti, tulipata ushirikiano. Sasa wewe hapa bado unaliuliza sijui isibati.
lakini nilishazungumza. Au kama umechelewa, basi wenzako watakupa taarifa, mimi nilishalizungumzia. Ndio jambo la kwanza ambalo nilizungumzia. Sasa hii rushwa na upangaji matokeo, tutaomba tukimaliza hapa njoo pale uniambie, unipe evidence, nitakusaidia mimi. Sio kwa kukwambia mheshimiwa, kwamba evidence zipo, sio kwamba za kuthibitisha mimi. Kutoka kwa wadau wa Sasa nisikilize, hebu kaa. Lugano, kwanza leo nakushukuru, leo umenipongeza. Kwa sababu huko nyuma umenigonga sana. Nashukuru leo umenipongeza. Mwenyezi Mungu akubariki. Ingawa nilishakusamehe huko nyuma. Nisikilize. Kwa hiyo sisi tunataka, ukisema wadau, we hapo umekuja mwandishi wa habari, sijaita mimi mwakilishi wa wadau. Sijui unielewe, sijaita mimi mwakilishi wa wadau. Nimeita hapa wewe tuje tusaidizane. Kama wewe unalo la kwako, mimi nitakusupport, nitakuja na nitakupeleka, tutaenda wewe mimi na mpaka TAKUKURU. Bana huyu atuambie. Anazo taarifa. Swala la Karume tuna mpango wa kutengeneza hapa. Tulikuwa na mpango huu ni wa siku nyingi. Tulikuwa tunashirikiana na wadau, lakini pia hati yetu ya hapa ilikwisha muda wake. Na wenzetu wa halmashauri ya jiji, nadhani kuna mheshimiwa diwani mmoja ambaye ni mwenyekiti wa mipango miji, alitoka hata kwenye vyombo vya habari akasema wanataka watunyang'anye hapa wafanye parking. Nadhani mnafahamu, tusiende mbali zaidi, lakini tunashukuru kwamba hilo jambo, hati yetu nadhani siku mbili hizi tutaichukua. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongea, hatuwezi kufanya jambo lolote bila hati. Mpaka tuliandikiwa barua kwamba tulete mpango wa hapa Karume. Hapa ni makao makuu yetu, ni uwanja wetu wa Karume, na uwanja ulikuwepo hapa. Unasema wazee walikuwepo, tukishautengeneza wazee hawaruhusiwi waendelee huko. Ulikuwa ni uwanja huu wa kazi. Kwa hiyo tuna michoro tu, siku sio nyingi tutautengeneza uwanja huu. Utatumika sio ligi tu, hata timu ya taifa inaweza kucheza hapa. Lakini pia huku pembeni livyoungua soko la Kariakoo na soko la Mchikichi, tuliwahifadhi. Halmashauri ilituomba tuwahifadhi huko pembeni ili waweze kufanya biashara. Kwa hiyo tutaangalia jinsi gani tunatengeneza michoro ambayo inaendana na eneo hili la CBD, kwamba kunahitajika kitu gani kifanyike. Mbali ya uwanja na ofisi yetu itakuwepo nzuri hapa. Manake yule mdau alisema tumehamisha ofisi, sasa hivi tuko Kigamboni. Hapa sio panafugwa mbuzi tu. Kwa hiyo ni eneo letu, nataka tutengeneze kitu kizuri. Na michoro baadaye, kama tunaweza kawaonyesha hata uwanja ambavyo utakavyokuwa. Hiyo michoro mingine ya uwekezaji huku pembeni itategemea na CBD requirement tutafanya. Kwa sababu hata sisi tunahitaji pia tuweze kupata kipato ili tuweze kuhudumia vituo vyetu vya Tanga na Kigamboni. Kwa hiyo Karume lipo hapa. Hilo nyingine kwamba hampewi taarifa, tatizo mna haraka sana. Naweza kuwa mmeshasikia huko utetesi kwa wadau, mnakuja sema nataka Ndimbo hawajibu. Hapana, tuna utaratibu sisi wa kutoa press zetu. Ndugu yangu hayo siku moja aliniuliza kitu, nikamwambia wewe acha kiherehere. Hilo jambo bado. Sinakumbuka nilikwambia hivi. Bado jambo halijafika. Likifika muda wake, alafu hii ni taasisi. Sio kila kitu cha taasisi kisemwe. Sio kila kitu cha taasisi kisemwe. Kuna muda lazima usemwe. Sio tu hapa mtu azunguke. Kwa hiyo utaratibu upo, na nimesema mimi basi binafsi unaweza kunipigia simu tu kaniuliza, bora unirekodi, nitakwambia tu kukupa mwongozo. Ukienda pale unaweza ukazungumza, ukaonekana maoni yako, hata ukakuona bingwa unajua mambo mengi, kumbe nimekwambia mimi wala sio mimi. Ili uzungumze tu vizuri, ili usionekane leo umezungumza kesho ukazungumza kitofauti. Na nawaambia kama kuna jambo niulizeni. Likiwa nitakufafanulia, lakini usinikoti, nikupe tu ufafanuzi ili uweze kuzungumza hata unapojadiliana na wenzako pale studio, wewe uonekane kwamba ni bora. Lakini tayari mshatoa huko afu uje hapa ili
wala hatushindani hapa kwamba umezungumza hiki tunashindana, wala hatuko kwenye kesi. Ni kufanya kitu kwa utaratibu. Hii ni taasisi, ndio maana itakapofika siku inahitajika kutoa press release itatolewa. Siku inahitaji aongee Ndimbo mwenyewe, aongee kocha mwenyewe, aongee mwenyewe, zungumza. Na kuna mtu katoa habari ya Clara sijui na Winfield na Gerard. Sisi wote na Watanzania tunataka wakacheze wale washinde, lakini kama wana matatizo watacheza, au kama mtu anaumwa atacheza. Alafu mambo mengine sio kwamba kila kitu tu kizungumzo. Tazungumza kila kitu. Bwana nyumbani kwenu hamji kutuambia hapa sisi. Hii nayo ni taasisi na mambo yake ya barazani na ndani. Kwa hiyo lazima tupate heshima hiyo. Sawa jamani? Naitwa Dickson Masanja kutokea Clouds. Swali langu kwa Mr. Wallace Karia ni kwamba lini TFF itavilazimisha vilabu kuwa na bima za afya za wachezaji, kwa sababu tumeona mara kadhaa wachezaji wanaumia alafu mwisho wa siku wanajitibia wenyewe na mwisho wa siku inahatarisha maisha yao ya uchezaji. Lakini swali langu jingine ni kwamba na kupongeza kwa nguvu yako unayoiweka kwa timu ya wanawake ya Twiga Stars na timu nyingine za wanawake, lakini nguvu hiyo ikiongezwa zaidi inawezekana Twiga Stars wakaja na matokeo bora zaidi kuliko timu nyingine ambazo tulizonazo. Kwa hiyo ni kwa kiasi gani TFF itaongeza nguvu kwa timu za wanawake? Siku moja tunaweza tukashuhudia ubingwa wa Afrika au kombe la dunia unakuja Tanzania kupitia timu za wanawake. Asante. Jana kwenye kanuni mojawapo ambayo hiyo kanuni ipo ni bima za afya. Kwa hiyo tumeweka sheria kwamba lazima za insurance ziletwe ikiwe na faini kama sio milioni 50. Hiyo klabu haitaruhusiwa kuchezesha wachezaji kama hawana ambayo iko hai. Sawa, hiyo ni kanuni ipo siku zote, lakini vilabu vilikuwa havitekelezi. Kubwa tu na ndio maana tunafanikiwa hivyo. Sasa nguvu sasa sijui ni nguvu ya kucheza kwamba tuongeze timu, wachezaji wetu ndio wao wa Tanzania. Na tumeita mpaka wanaocheza nje wako hapa. Nguvu kambi tunazihudumia, tunazihudumia, na ndio maana timu iko huko, na ndio maana timu ina qualify AFCON. Na ndio maana najua mimi Jose ameniambia inaenda kombe la dunia. Sasa sijui nguvu ipi nyingine, lakini tutajitahidi. Tusema tu waombe wadau waje, ligi ya wanawake nayo ni ligi, waje waidhamini. Sawa jamani? Ndio labda nguvu hiyo, useme tuwaombe wadau. Tuendelee. Naitwa Chisano na toka Bongo FM. Kwanza nipongeze TFF yote kwa maendeleo ambayo wamekuwa wakiyafanya kwenye mpira, lakini swali langu linatokana na hoja ulioielezea, umuhimu wa kuwa na vituo vya kuimprove vijana. Imetusaidia kupata vijana wenye uwezo. Nafasi ya wawekezaji kuwekeza kwenye miundombinu ya mpira wa vijana ikoje? Tumeona mmesaidia ligi imepanda thamani kwa sababu ya wadhamini wamekuwa wengi. Tumeona kwenye kombe la FA pia. Tumeona hata kwenye baadhi ya matukio makubwa mnayahodhi kutokana na ushirikiano wenu nyinyi na baadhi ya wadau. Nafasi ya wawekezaji ikoje kuwekeza kwenye miundombinu ili tuweze kuaccommodate vijana wengi kwenye taifa letu kwa ajili la kuboresha timu za vijana? Jamani, nafasi ya kuboresha mimi nilikuwa natamani kila mkoa ungekuwa na kituo kama cha Tanga na Kigamboni.
lakini sina huo uwezo. Na nashukuru waziri wetu amesema serikali inaangalia, lakini pia serikali imepitisha kuna shule 56 zile za michezo, kwamba 56 kwamba moja itakuwa ya msingi, moja ya sekondari kwa ajili ya michezo. Lakini pia labda tumeona mazungumzo yanazungumzwa kwamba kuna kitu Rais Infantino anafanya kwamba kinaweza kikatuongezea, kama kikipitishwa kitatuongezea ile hela wanayotupa zaidi ya mara 2, basi tutaangalia jinsi gani ya kuweka hiyo vituo. Lakini kwa sisi hapa ndio tumefika kwa nguvu yetu. Tena hapa tumeenda asilimia zaidi ya 100 ndio tumefanya hivyo. Lakini ndio maana tunazungumza na serikali ya Shinyanga kuhusu kupata ile Kahama pale Buzwagi, lakini pia upande wa Zanzibar kule miundombinu iko mizuri kabisa. Ndio maana hata FIFA wamevutiwa kuweza kuanzisha TDS nyingine. Kwa huku Waziri Makonde alisema anataka kila kanda wajenge hizo technical center, lakini pia serikali inajenga chuo kikuu cha Malia, kile kitakuwa na miundombinu ambayo itakuwa ni rafiki na mchezo wa mpira ipo. Lakini sisi tunazungumzia ambayo tunavisimamia sisi, kwa sababu ile huwezi kujua management ya wizara yenyewe itaangalia itakuwa na picha kwa upande gani. Kwa hiyo tutajitahidi kila tunapofanikiwa kuweza kuongeza. Ngoja, kuna watu walishatangulia. Naitwa Nasibu Mkomwa, natokea Crown Media. Kabla sijauliza swali ni kupongeze rais wa TFF na mjumbe wa ESCOM wa shirikisho la soka Afrika CAF kwa kazi kubwa ambayo unaifanya hasa kwenye vituo hivi ambavyo umevizungumzia, vituo vya TDS, kwa sababu tumefika mpaka fainali ya AFCON kwa vijana, lakini ukiangalia vijana wengi ambao wamecheza kwenye yale mashindano ni vijana ambao wanatokea kwenye hivyo vituo, na miongoni mwao ni vijana ambao wewe kama rais unahakikisha wanacheza mpira, lakini pia wanapata ile elimu ya kidunia kwa maana ya kuwasomesha katika mashule mbalimbali. Lakini mimi na maswali mengi, lakini naomba niulize mawili. Swali la kwanza, tunafahamu licha ya serikali kwamba wao wana nafasi kubwa kwenye namna ambavyo wanaweza wakaboresha miundombinu ambayo iko tayari kwa ajili ya AFCON, lakini wewe ndio kiunganishi kama rais pia wa TFF, kwa sababu wewe ndio mwanachama wa CAF. Pengine maendeleo, ukitazama maendeleo ya miundombinu na namna ambavyo sisi tuko tayari kwa ajili ya mashindano ya AFCON iko vipi? Lakini pia wewe pia ndio mwenye timu. Watu ndio watazama zaidi kwenye maendeleo ya miundombinu, kwa maana maboresho ya miundombinu, lakini bado kama tutengenezi timu nzuri. Pengine mikakati yako ni ipi kuhakikisha pia unamsaidia Mwalimu Gamondi kuhakikisha kwamba tutakapofika 2027 tuwe na timu ambayo inayokwenda kushindana, tusiwe na timu ambayo sisi kama wenyeji tena tunakuja kushiriki, bali tushindane. Lakini swali langu la pili ni kuhusiana na tuzo za TFF. Ni swali ambalo ukikutana na wadau ni swali ambalo wanaliuliza sana, hata mimi pia ningetamani pia kupata majibu kutoka kwako. Nini ambacho kinakwamisha kwa msimu huu au msimu wa pili hazifanyiki tuzo za TFF? Nimeshakusikiliza mara kadhaa ukiwa unafanyiwa mahojiano, kuna sehemu umesema kwamba kuna changamoto zipo, lakini pia ukashauri ukasema kama kwa sababu tuzo za TFF zina combine vipengele mbalimbali na zinagusa sehemu mbalimbali. Kama sisi wadau sasa tunatamani zaidi, pengine tutaka kumfahamu sijui golikipa bora wa msimu wa ligi wa nini, basi tuwaambie bodi ya ligi waanzishe tuzo zao, lakini wewe ndio mlezi pia wa bodi ya ligi. Pengine mchakato uko vipi kuhakikisha pengine labda hata msimu kabla hujaanza ama utakapoanza katikati tupate hizo tuzo za TFF ili kujua waliofanya vizuri basi hata wapate zawadi kwa kile ambacho wamekifanya kwa msimu uliopita. AFCON umezungumzia miundombinu. AFCON tuko tayari, ingawa AFCON mzungumzaji wa kuhusu tayari wa Tanzania, katibu mkuu anatoa taarifa mara kwa mara, na mimi wenyeji ni serikali. Mimi niko federation, lakini kama ulivyosema mimi niko CAF. Kwa hiyo ni vizuri haya kuhusu timu. Mwalimu analeta programu yake na programu yake tumeshaipokea,
na tumeshaiwasilisha serikalini, na yote ambayo ameanani nadhani atapata jinsi ya programu yake alivyoleta. Atafanya nini ni yeye anaweza kuzungumza, mimi siwezi kuzungumzia habari ya timu, sio mtaalamu. Kwa hiyo AFCON imekwisha. Kuhusu tunzo mwaka jana hatukuweza kufanya, kulikuwa na changamoto, nimeshazizungumzia, siwezi kuzirudia, lakini hizo tunzo zenu mnazotaka ligi kisha tuzifanyike. Unajua sisi ndio tunaozitayarisha hizi tunzo. Kwa mfano tunzo za FIFA zitafanyika baadaye, tunzo za CAF zinafanyika Januari kila mwaka, na hazizungumzii hazizungumzii kwamba imeisha Champion League, Confederation, AFCON, tunzo siku hiyo zikae. Kwa hiyo nimesema kwamba sisi tunzo za msimu ulioisha tutazifanya, itakuwa aidha Disemba au Januari, lakini uwezekano ni Disemba. Sasa hivi tunazungumza na potential sponsors tuweze kuzifanya. Mtawajua hao mnaowataka. Kusema kwamba nimezungumza yule alinitania, nikamwambia, ananiambia sitataka washindi wa ligi. Nikamwambia washindi wa ligi kishapatikana, bingwa mnamjua na mfungaji wa magoli mnamjua. Sasa mimi tuzo zangu za TFF nakwenda mpaka hata walio perform kwenye timu za taifa. Kwa hiyo ni tunzo za TFF ambazo muda wangu wa kufanya sisi TFF tumeona kwamba tufanye kipindi hicho ili kuondoa. Mwanzoni tulikuwa nataka tuarizishe, lakini tulifanya kosa kuarizisha. Tulitaka siku tunamaliza tunacheza, ilikuwa ni FA au ngao ya jamii. FA tunataka tumalize hapo hapo. Sasa tukaona kwamba nazo zina changamoto zake. Kwa hiyo tutapanga, na ikipangwa hiyo kama ni Disemba au Januari itakuwa ni kipindi hicho siku zote. Sasa bodi umeshasema, sisi ndio tunatengeneza kanuni. Bodi kazi yao kutayarisha ligi nini. Sasa tukawapa tena kazi ya tunzo. Washatoa bingwa, washampa kombe lake na FA. Kwa hiyo hizo tunzo, mimi nadhani mjadala wa tunzo tuuache tu, tushawaambia kwamba tutazifanya Disemba au Januari, lakini uwezekano mkubwa Disemba. Kwa majina naitwa Leonard Kondobole, natokea Daily News. Kwanza naona maswali kadhaa naona nimefilisiwa kwa sababu niko manne, lakini nauliza moja tu. Kwanza napongeza kama wenzangu walivyotangulia kwa maendeleo mengi ambayo TFF inafanya kwenye soka letu. Lakini swali langu ni, kumekuwa na series ya training za course za marefa, zingine zikihusisha VAR na kadhalika, kupata hizo FIFA badge. Sasa nilichotaka kujua, kwa sababu mpaka sasa sijapata takwimu kamili, je, tulikuwa tuna mpaka sasa washiriki kwa ujumla kwenye hizo zote walikuwa kiasi gani, na labda kiasi gani wamepata sifa za kupata hizo FIFA badge, na pengine mkakati wetu ukoje kuelekea AFCON, kuona kwamba labda tunaweza tukawa kwenye eneo la uamuzi na sisi marefa wetu wakawa sehemu ya uamuzi. Asante. Swali lako gumu kidogo. Sisi tunaenda course, tumetayarisha course hizi za VAR. Juzi ndio tumemaliza module 5. Zilikuwa ziko mwaka. Hizi course nyingine zamani walikuwa wanaita kupa test, siku hizi sio wana nini. Zinafanyika kila muda ambao umepangwa, lakini kabla ya msimu kuanza, lakini pia na wale ambao wanastahili wamefanya vizuri kwenda FIFA wanaenda. Sasa mimi siwezi kuzungumzia kwa sababu kuna kamati ya waamuzi ndio inajua, siendi ndani, siangalii marks za mtu, sifanyi nini, lakini wanafanya na najua wanakwenda vizuri. Kuna wengine wanapata changamoto, wanafeli kwenye fiziki, lakini labda siku hiyo mtu ameamka afya yake sio nzuri, wanapewa muda
wanarudia tena, na wengi wao wakirudia wanaweza kufanikiwa. Pale Bwana Mkomwa ulisema wengi wametoka TDS, wote wanatoka TDS. Hivyo vilabu ndio vinachukua. Kuna vilabu viwili nishavipigia simu, vimeshachukua, tumewasainisha wachezaji mkataba. Kwanza wachezaji waliosainisha mkataba ni underage, unamsainishaje mchezaji mkataba under 17? Alafu wachezaji wako kwenye kituo kile, unamchukuaje huyo mchezaji kwenye kituo kile? Sisi tuna utaratibu wetu, wanapokwenda baada ya miaka 17 wamegraduate ndio wanaruhusiwa kwenda sehemu nyingine. Hiyo kupita kule tumeshawaambia hivyo vilabu wachane hiyo mikataba, wasiwachezee wale watoto, na mmemsikia waziri alivyosema. Kwa hiyo wote wanatoka TDS. Ukisikia sijui wanasema wa kwetu huyo nini, wamekwenda mchukulia pale pale. Okay, kuna wengine wachache tumepita mikoani huko tumewachukua, walikuwa na vituo vyao, lakini mchezaji yule alikuwa yuko kule kwenye kituo, sio wa kwao, kwa sababu hawezi kusema kwamba ana mkataba na sisi, wala hatuingii nao mkataba. Lakini kwenye players passport itakapokwenda itaonekana miaka 4 amekaa TDS, miaka mingine alikaa kule, baadaye huyo atakayemchukua baada ya miaka 17 ataenda huko atakapoenda. Kwa hiyo tunatoa tahadhari, wale watoto wasichezewe, wana kazi ya taifa wanataka kuifanya. Sawa jamani? Daudi alafu Mwananchi. President, nashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupa kama waandishi. Nisingependa kurudia kuzungumzia mafanikio ambayo umeyafanya au umeyazungumzia kwa sababu yanajieleza tangu umeingia katika madaraka. Mimi nilikuwa na maswali mawili ya kuuliza. Kumekuwa na msuguano wa FIFA na vyama vya soka barani Ulaya kuhusiana na FIFA kuanzisha kampuni binafsi ya FIFA Farm Enterprises, kampuni ambayo inatoa wawekezaji kuweza kumiliki zile haki za matangazo katika michuano mikubwa kama kombe la dunia na michuano mingine. Msuguano umekuwa ni mkubwa sana kwa sababu wengi wanaamini unapotoa zile kampuni kama vile watu binafsi kuwekeza ama kuchukua zile haki za kombe la dunia, unaweza ukawa inaua ile michuano kwa sababu itakuwa na kauli za kisiasa zaidi. Ningependa kufahamu kauli ya shirikisho kwenye hili ni lipi. Lakini pia swali la pili, ilikuwa na mara mwisho tulizungumza, ulisema kwamba kutakuwa na mafunzo mbalimbali kwa kocha zao kuwapeleka Ujerumani. Wakati ulipohudhuria Mwananchi tulifanya mahojiano. Ningependa kufahamu mchakato mpaka sasa umefikia wapi na hatua zipi ambazo zinaendelea. Asante. Kwanza tuanze na makocha. Makocha ujue bado tunapata nafasi hizo na kuna wanaoenda, lakini labda wanaoenda ni ambao hamuwajui. Sisi kwa mfano mwaka jana tulipeleka watu karibu 16 walienda Marekani kabla mambo ya visa hajaanza shida kidogo. Na bado tunaendelea na taratibu, na kuna wengine wako wanasoma, labda tu hao mnaowajua ndio bado wengine hawajapata nafasi, lakini inategemea ni kozi gani inafanyika. Kwa hiyo tuko kwenye taratibu na watu wanaenda. Kuhusu swala la FIFA bwana hulijui, kwa sababu nashangaa unalizungumza unafafanua wakati hiyo taarifa. Mimi juzi usiku ndio nimepata email ya Infantino, ameaddress kwa barua ya jina mmoja maraisi, na jana usiku tena nikapata tena wito wa Mosepe kuitisha kikao cha kamati ya utendaji kujadili. Lakini ninavyojua hili jambo ni zuri kwetu, lina mafanikio makubwa tu. Kwa hiyo pia uamuzi wake ni wanachama watakaopiga kura. Kuna siku 53, leo ni 52, labda 51 imebaki. Kwa hiyo tutafanya, wala halina mgongano wowote kwamba kuna mapambano, hamna mapambano. Ni nani hii ni upinzani tu wa kawaida, kama ambavyo Infantino alitaka kuanzisha kombe la dunia kila baada ya miaka miwili, lakini watu wa UEFA walilipinga na lile wala halikuletwa kwenda kupigiwa kura wala nini, lakini hili tutapiga kura. Kwa hiyo
kwa sababu limeletwa na siku za kupiga kura hazijafika na bado kunakuwa na mjadala. Amesema kutakuwa na series ya discussions. Kwa hiyo tutaanza Excom, tutakuja na mimi pia nitawajulisha na watu wangu. Kwa hiyo tusiwe na haraka. Naitwa Hosea Mchopa kutoka ITV. Swali langu ni dogo tu. Rais mmefanya juhudi kubwa sana kuhakikisha ligi yetu iwe moja ya ligi chache Afrika ambazo zitakuwa zina umetuambia hapa VS baada ya kuangalia upande wa VR harama kwa kubwa. Ningependa kujua utofauti wa harama kiasi. Kwanza vilabu havitagharimika. Hiyo gharama bodi ya ligi ndio wataigharimia, wataichukua na wadhamini wetu, kwa sababu tumekuwa na nia hiyo. Alafu gharama yake sio kubwa hivyo kama ya VAR. Tofauti yake tumeshasema kwamba ina discretion ya momba. Kwa hiyo kama ulichelewa, nilishatoa maelezo, nadhani wenzako watakusaidia, lakini hata mimi baadaye tunaweza tukaja tukaongea, lakini hamna klabu yote haitaingia gharama. Nasra. Naitwa Nasra, natokea gazeti la. Swali langu ni moja. Rais Samia alitoa maagizo ya Kitanzania wanaocheza nje ya nchi ambao wanaweza wakaja kusaidia hata katika timu zetu za taifa. Je, kama TFF hadi sasa hivi mmefikia wapi, na kama tayari mshafuatilia ni idadi ya wachezaji wangapi hadi sasa hivi ambao wamepatikana? Tumeshatenga watafanyia trial kwa age category tofauti. Wale ambao watakuwa tushapeleka budget serikalini, na dhani baada ya kuisha baadhi ya mashindano hayo mwalimu, na tukipata budget hiyo, najua sasa hivi ni mwaka wa fedha ndio umeanza, tukipata watu wataenda, lakini sidhani kama hao ndio wanaweza kuwa na impact kwa ajili ya AFCON, kwa sababu AFCON ni long plan na tuna chini ya mwaka mmoja tu. Huwezi tuseme kama tuende tukafanye diaspora clinic, hiyo itokee tu apatikane mmoja sana. Lakini wale ambao wako kwenye top league ambao kulikuwa na vikwazo vya nyuma huko, pia serikali tumeshirikiana nayo. Kama kuna mchezaji yuko kwenye top league atakayepatikana, basi atajumuishwa. Asante President. Mimi naitwa Juma, natokea Crown. Nina maswali mawili na moja ni kama nyongeza tu, sio swali, kama pongezi na ushauri. Swali langu la kwanza, tutakuwa na video football assistance hiyo support. Ni kitu gani hii device haita support? Swali langu hilo la kwanza. Kwa sababu ni upgrade kidogo ya VAR. Inawezekana kuna kitu watu wanakifikiria ambacho wanakiona kwenye VAR wasije wakakitarajia kwenye hicho kidevice, na watu wakijue kwamba haitakuwa supported. Swali langu la pili, umezungumzia TDS ya Tanga, sasa itakuwa I think FIFA umesema pale, nimesikia ukitaja. Pengine mabadiliko yake yametokana na nini kutoka ilivyokuwa na kwenda sasa kuitwa FIFA? Na je, hivyo ndivyo pengine ilikuwa imeelekezwa wakati ujenzi wake unafanyika tokea mwanzo? Lakini ili la mwisho ambao sio swali ni kupongeza, kwa maana ya kwamba mabadiliko ya kanuni hufanyika kila msimu kwa lengo la kuboresha na kuwa na ligi nzuri. Mfano kama hili swala la vilabu kutokutumia
viumba. Tunafahamu utaratibu wa mchezo, kabla mchezo haujaanza lazima kufanyike ukaguzi, ambapo upo tu maeneo husika kwamba waamuzi watakagua vilabu kama ni viumbani na kadhalika. Kwa I believe kwamba mmefanyia maboresho mazuri, na wakati mwingine kama hata sio mwaka huu, msimu ujao, manake kama club haipo eneo husika la ukaguzi, sidhani kama kuna haja ya officials kuanzisha mechi kuchezwa. Automatically hiyo mechi haitochezwa. Kama club moja itakuwa kwenye chumba ama vyote havipo, basi mechi haipo. Kama moja itakuwepo, manake haijakaguliwa, na usipokaguliwa uruhusiwi kucheza, obvious utakuwa na lose point zako 3 moja kwa moja. Hiyo inaweza ikasaidia, na kuna dakika zile za mwamuzi kukaa uwanjani kusubiri timu ziingie, kama hawajarudi viumbani kukaguliwa, timu inaweza ikapoteza alama. Lakini cha mwisho ambacho mimi pia kilikuwa kimenileta na nimekuta ukitolea ufafanuzi mzuri sana na kuhusiana na sisi waandishi, mimi nilikuwa nasema tu kwamba wale watu ambao ni kuanzia kwenye bodi mpaka wasaidizi ambao wako na wewe kila siku kwenye kazi, kwa sababu wewe sio mtendaji, watendaji wapo, ili jambo mpaka linafika hatua ya Excom kwenda limefika kule kwenye Excom, hata wao walipaswa kuliona kwa ukubwa sana, kwa sababu hili ni swala la kitaaluma. TFF ina idara ya habari ambayo haiopi, inafanya kazi nzuri. Kila siku tunawasiliana, tunapewa seminar, tunaambiwa vitu vya kufanya na vya kutokufanya, na sisi waandishi tunapaswa kuwa professionals hasa katika kutoa taarifa. Kwa inapokuja mpaka inafika kwenye Excom, manake Excom ingepitisha, pengine naamini msingeiona kwa ukubwa, inapita, tunakwenda swala la taaluma linakwenda kwenye shirikisho la mpira, wakati sisi tuko hatuwajibiki. Sisi sio football family, tunasema hapo tunawajibika, ambapo ni TCRA, bodi ya ithibati na maeneo mengine. Kwa hiyo believe kabla haijafika mpaka kwa Excom, na wewe ndio mwenyekiti wa Excom, wale wasaidizi wanapaswa kuona, si kila mapendekezo wanapaswa pia kuyaandika mpaka wanaleta ili iweze kupitishwa na Excom, kwa sababu matokeo yake ikilink kama hivyo, link imekuja kwenye mitandao ya kijamii, mijadala inakuwa mikubwa, na wakati mwingine watu wanaweza kuona kama nia ya shirikisho sio nzuri, wakati kumbe nia ilikuwa ni nzuri, ili sisi tuweze kufanya kazi na professional way. So mengine ni ya kwetu tu, sio mpaka nyinyi mtukumbushe kwamba hii taarifa isitolewe, hii tolewe, tuoji watu, tu balance habari, ni jambo ambalo liko wazi. Otherwise, asante na nikupongeze. Labda nianze na ila sasa hivi, wala hawajakosea, wako sawa, kwa sababu haya ni maoni wao walikuwa wanayachukua, wanayaleta na mapendekezo yake. Mjue mpira huu uko very tricky, hujui nani aliyechangia huko, alafu wao waondoe. Wajuaje pale pale kwenye Excom ametoka kwenye hiyo klabu ambayo imelileta lile, alafu uje kwenye Excom, hii bwana kuna kitu hakipo hapa. Maana nyewe watu wa nje mshakipata hicho, mkao mnakijadili kama vile kanuni ishapitishwa. Kama leo asubuhi mmebishana wenyewe kwamba tujadili tusijadili. Kuna mmoja anasema jamani, si president anaongea, tukamsikilize president, kama hiyo kanuni imepitishwa ndo tuanze kwa jaji TFF. Lakini mlishatuhukumu kwamba hatufai kabisa, hatuna maana, hatutaki kukosolewa. Na wewe ndio uko unaongoza mjadala. Mimi nasikiliza kila kitu. Mimi kwa ofisini kwangu pale naweka vitu vingi nasikiliza, au kwenye gari. Wale wameleta pale. Na halafu sisi Excom hatujaona, na sisi ni wadau wa mwisho. Sisi tukimaliza ndio tunasema haya, hiyo tuna approve. Na kuna vingine tumeviweka sisi, wao hawakuviweka huko. Lakini ilikuwa lazima walete. Walete tutengeneze. Kwa hiyo wala usilete kesi yao. Wao wamefanya kazi yao nzuri kabisa. Wameleta kwa sababu wamepita vikao, inawezekana imetoka kwa waziri, imetoka BMT, hatujui imetoka kwa nani, kwa sababu ni mijadala ilikuwa inakwenda. Nyewe nilikuwa nataka nijue mmejuaje nyinyi? Mmejuaje kwa sababu mlikuwa mko kwenye mijadala labda ya mwanzo, mmeona, au kwa sababu jambo lilikuwa wazi mlikuwa mnalijua? Sasa sisi mle ndani, mimi pia nimesikia. Jana ndio nimesoma, lakini nilikuwa nasikia kwamba kuna hiyo jambo. Basi kwa hiyo tukataka tuiangalie. Kwa hiyo tusingeiangalia na kuisoma, tusingepitia maamuzi. Kwa hiyo wako sawa, wala hawajakosea. Sawa? Sasa football video support ina support zote, kwa sababu kila kitu ambacho kiko pale kinazungumzwa, isipokuwa tu hii tumesema inatoa discretion kwa timu kuomba. Kama ingekuwa ni VS, kocha Gamondi angeomba alivyosukumwa Nado,
sijui mnanielewa, hakuomba kwa sababu ilikuwa haimruhusu. Lakini refari, sisi kamati ya utendaji ya kafu tulimuita mwenyekiti wa waamuzi. Kumbe kabla ya kutuita, Mosepa alimwambia kamuulize refari kwa nini ile tukio la mchezaji wa Tanzania VAR hakuambia VAR wamwambie. Mwenyekiti alituambia kwenye kamati ya utendaji kwamba refari aliwauliza VAR akamwambia endelea. Hamna cha kuangalia hapo. Lakini ingekuwa kuna hii VS, ina maana angeangalia. Kwa hiyo kwanza sisi tulivyojenga hivi vituo bwana, sisi tulijenga technical center. Sawa, ni technical center. Tulivyojenga technical center, wakati huo tunajenga ilikuwa kwamba ni akademi yetu tu ya kawaida. Lakini bahati nzuri FIFA wakaanzisha Talent Development Scheme, TDS. Na sisi tukawa katika nchi pilot, sisi ndio wa kwanza. Kwa hiyo sisi tukaenda vizuri. Kwa hiyo TDS, ukitoka kwenye TDS kuna FIFA Talent Academy. Kwa hiyo ina maana ni kimepandishwa hadhi kuwa FIFA Talent Academy. Na kuna benefit ambazo tutazipata ambazo sio lazima tuzizungumze hapa, ikiwemo na support ya kuendesha hiyo FIFA Talent Academy. Kwa hiyo ina maana tumekwenda kwenye level nyingine. Lakini pia FIFA Talent Academy, wale watoto wa TDS pia wanatakiwa walindwe, wawaone pasi yao wanaenda wapi. Sio hao walio wanyakua alafu wakawaweke kwenye timu zao wakakae kwenye mabenchi. Wanataka waangalie. Kwa hiyo watoto wote hao tayari wana utaratibu, watakwenda hao wanaoondoka. Wengine watakuwa pale FIFA Talent Academy, wengine wale wataenda kwenye academy mbalimbali duniani huko ambazo zina hadhi ya FIFA Talent Academy. Karibu watoto 6 watakwenda huko. Kwa hiyo sisi tuko pale, lakini nimesema kuna support kubwa itakuja kutoka FIFA. Kuna support kubwa kutoka FIFA, na FIFA kuna mambo mengi, ni sisi tu kujipanga. Kwa mfano kuna FIFA nini wanaita hii? FIFA hizi mini pitches inaitwaje hii? Kuna President Infantino ana project ya kujenga hizi mini pitches 1000, na tayari nchi za wenzetu washajenga. Morocco tayari wamejenga 40, zimejengwa na FIFA. Sisi wanufaika tunatakiwa ushuru wa vile vifaa viwe exempted na tujenge base. Sisi tumeshaingia, tumesaini, tutajenga base 2 ambazo ndio wataanza. Wakija kwenye hizo base 2 kujenga, wataweka hizo FIFA Academy, wanaita FIFA Arena, viwanja vidogo vidogo vile. Kwa hiyo vile vitatengenezwa viwili, wakishazindua sasa ni uwezo wetu. Wakaniambia sisi tujenge bezi na kusamehe ushuru, wao watatengeneza green. Kwa hiyo walioenda Morocco nadhani waliviona vile viwanja vidogo vidogo vile pamoja na ball catchers hizi. Kwa hiyo ni mojawapo ya hizo programu ambazo FIFA wanazisupport, ambazo sisi tunataka ni angalau kila mkoa basi tuwe nayo. Nadhani tuko sawa. Tutapokea maswali mawili na la upendeleo kwa mwanamke. Asante, mimi naitwa Ali Mzuri, natokea Jembe Sport, na maswali Jembe Sport. Ali Mzuri. Na maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusiana na mchezo wa dabi. Tumeona dabi zetu zikichezeshwa na marefa kutoka nje. Je, hiyo ni kanuni rasmi mmeipitisha kwamba tutaendelea na dabi kuchezeshwa na marefa kutoka nje? Swali langu la pili ni kuhusiana na waandishi. Tunapata nyakati ngumu kwenye utendaji wetu wa kazi tunapokuwa kwenye eneo letu la field.
Kwa mfano ID za msimu zinachelewa kutoka, unaweza kukuta influencer ana ID ya kuingia kwenye msimu mzima, lakini mwandishi ana ID. Lakini pia sehemu ambazo tunakiwa tukakae kwenye viwanja ni changamoto. Unaweza tukafika uwanjani hakuna sehemu ya kukaa waandishi, au eneo la kukaa waandishi hakuna viti. Nafikiri rais ungeweza kutengeneza kama kanuni viwanja viwe na hiyo eneo, na kama timu mwenyeji itashindwa kuweka eneo zuri la waandishi kufanya kazi zao, basi wachukuliwe sheria, kwa sababu sisi ni sehemu ya kufanya promotion ya mpira wetu kukua zaidi. Asante. Viwanja vyetu vimejengwa zamani hivi. Viwanja vya sasa hivi vyote vinavyojengwa lazima viwe na media tribune, na ndio kanuni hiyo. Sasa bwana mzee, Mkokwani haina media tribune kwa hiyo tuifungie? Kwa hiyo ndeni hivyo hivyo, takwenda kidogo kidogo hivyo hivyo, lakini na nyinyi mwe na discipline. Kwa mfano wewe unaitwa Jembe Sports. Wewe Jembe Sports, hata ukija ukiambiwa kule utatoka uje pale usubiri pale kwenye geti kubwa, watu wakitoka unakwenda unaanza kuhoji, namsubiri Mangungu aje umhoji hapo mwenyewe kesha vurugwa huko, au unasubiri Karia nishavurugwa huko. Na ndio maana ukukuta kuna mix zone, kuna conference, kuna media. Hayo mnawataka tutayafanya, lakini na nyinyi muondoke na vile visimu vyenu kwenye eneo ambalo hamstahili kuwepo. Kwa hiyo mkubali kwamba tufanye utaratibu huo. Hii la debi ya nani hii waamuzi, hili ni jambo ambalo waamuzi hawazuiliwi wala hamna kanuni inayozuia. Lakini mimi nimelifikiria kwamba ni vizuri kama tunakuwa na MOU na waamuzi wetu wanakwenda kuchezesha wao na sisi tunachukua wengine, lakini sio kwa mihemko tu hiyo iliyokuwepo. Kuna mechi mbili ukiondoa ile ambayo ilikuwa ya kipekee yake, ile tutacheza hatuchezi, ambayo mazingira yale ilibidi lazima tufanye vile. Kuna hizi nyingine, ile ya Zanzibar ambayo kulikuwa na referee kutoka Kenya, na ile ya Isamuyo pale walikuja waamuzi. Tutaangalia kama kuna uwezekano wa kuendelea kuwatumia, lakini na sisi pia wakwetu watumike. Ndio ninavyofikiria mimi, na wakwetu nao watumike, lakini hamna kanuni inayozuia. Asante. Naitwa Latifa Adam Kilasi na natokea Mjini FM. Mimi sina maswali, ila nilikuwa na pongezi, lakini pia naomba kutoa ushauri kwenye vitu viwili. Kitu cha kwanza nilikuwa naomba kama inawezekana kwenye upande wa timu za kike, basi wanaoingia kwenye zile mechi za timu za kike waanze kupata mafunzo ya kulipa pesa kidogo kidogo, hata kama kwa kuanza kwa kiwango kidogo, kwa sababu tuna uhakika huko mbeleni itaweza kuwasaidia wale mabinti kwa namna moja ama nyingine. Lakini cha pili nilikuwa naomba kama inawezekana hawa ambao wanaenda kucheza mechi za nje, wanapokuwa wamefikia kipindi ambacho wamefanya vizuri, wanapokuwa wanapelekwa watu kwa ajili ya kwenda kuwapa support, basi wasiende wale influencers, ziende familia zao. Hata kama ni watu, hata kama ni mmoja wawili, inakuwa inampa nguvu zaidi mchezaji anapokuwa anaiona familia yake ipo pale katika uwanja. Ni hayo tu. Tumeyapokea. Nani wewe ulisema si influencers wanapata vitambulisho, nyinyi hampati? Kwa hiyo msimu mzima hujaingia uwanjani. Haya, wamewasikia. Hiyo ya kusema si wazazi, hao wachezaji wenyewe tukiwachukua timu ya taifa pasipoti tunatengeneza sisi. Sasa wazazi tena wanataka tuanze tena kutengeneza pasipoti sijui nini. Tumepokea. Swali moja la mwisho tulisema hapa.
Asante, naitwa Jacob Kapaya, Spiderman kutoka Clouds Media. Kwanza niwapongeze TFF kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya, lakini pia swali langu la msingi ni mmefanya maboresho upande wa kanuni ya dressing room kwa timu ambazo hazitatumia zitapokonywa alama. Lakini moja kati ya makosa pia ambayo yanafanyika ya kujirudia mara kwa mara kwa timu ni imani potofu za kishirikina, lakini pia kupita mlango usio rasmi. Pengine kanuni hii kuna namna ambavyo mmeiboresha au kanuni ilivyokuwa ya msimu uliopita itabaki vile vile? Asante. Jamani, nishatoa maelezo kwamba kanuni tumezirekebisha na hayo mambo tutayarekebisha. Sasa saa nyingine kujirudia ikijirudia ndio unakuta adhabu inakuwa iko kubwa zaidi, nao pia tumezirekebisha hizo. Twendeni tutafika kidogo hivyo tutafika. Kwa sababu sasa hivi bahati nzuri hizi media zinatusaidia, lakini saa nyingine nazo zinaleta kidogo tabu, kwamba kuna vitu vingine, kuna neno ningependa kulizungumza, zinaleta mitafaruku kidogo zisipotumika vizuri, na hayo mengine tunayakuza sisi aidha kwa ushabiki wetu au kwa kuangalia, kwa sababu tusifichane, sema kweli tunapata tabu sana kwa Tanzania kwa ajili ya ushabiki, hasa kwenye mambo ya ligi. Sisi tunakaa muda mwingi tunajadili tu ligi, au sisi tunakosa. Kuna wakati mfano napenda kuutoa sana, kipindi cha saa 3 mpaka saa 6 kiko kinajadili mpira wa ligi, kwamba mipira ni tofauti sijui nini. Sasa hivi tuna mipira hii hapa, sijui itajadiliwa vipi tena. Kwa hiyo ni vitu vya tukae tuangalie. Naomba jamani, nawaomba hebu tuwe positive. Sijui kuna kitu sisi tunapenda kukitumia, nilikuwa napenda kukiweka play fair, be positive. Tukiwa positive kwa kila kitu, lakini tukiwa negative badala ya kujenga tutakuwa tunabomoa. Lakini pia ushabiki, kuna neno sipendi kulitumia, lakini msiingie kwenye uchawa. Uchawa wa vilabu, uchawa wa viongozi. Tunapoingia kwenye jambo hili hatutendei haki mpira. Wote mpaka tuko hapa tunaupenda mpira, ndio umetuweka hapa sisi. Huu mpira, hebu tuendeni kwenye yale mambo. Sisi ni binadamu, Bahati mbaya au nzuri mimi nishazoea. Sasa hivi zamani nikimputa Lugano ananitukana huko na kasirika. Bahati niko nyumbani akingekutana naye na hizo nasema huyu ningeminya, lakini siku hizi wewe fanya tu. Hapa nimemtaja Mangungu, nimemtaja kwa sababu mimi rafiki yangu. Wakati wa uchaguzi ulifanya mabaya sana. Wakati kanuni huzijui ulifanya mabaya sana, nitafute nikwambie. Mimi nilikuwa sina shida, lakini ulikuwa unaitesa familia yangu. Alafu mimi na watoto pia wako wakubwa. Nao wanakasirika wakati baba yao anashughulikia. Waweza kukuta watoto saa nyingine kwa hiyo nasema namtaja Mangungu kama mimi ndio maana nakwepaga kamera kukuta nakimbia. Saa nyingine na yeye nakuta namfuata, saa nyingine nakuta nikitoka namshika haraka, ingia huku twende. Usikae, kwa sababu ataongea kitu, mkija mnakaa inaangaliwa, familia nini zinaangalia. Mtawakatisha hata tamaa watu kuwa viongozi, kusema watu wanaona mpira labda ni wa watu wahuni au nini. Lakini sema kweli, tukishirikiana pamoja hapa tulikofikia sasa, kwa timu za taifa, kwa vilabu, tungefika mbali zaidi tukiwa wa kweli na tukiwa tunaamua kuupenda mpira.
Mimi nasema asilimia kubwa hatupendi mpira, tunapenda vilabu, na ndio maana ukakuta watu wanafikiria hata sangie timu ya taifa wachezaji wameitwa, mnaanza mtu anatoa Yanga wako 7, nyinyi mko 3, tayari hapo unakuta kunaanza hiyo timu watu jamani, Kapombe akiitwa ni wa Simba, akiitwa timu ya taifa wa timu ya taifa, Dickson Jobu akiitwa timu ya taifa. Wale wenyewe mkikuta wanakaa huko marafiki nini, nyinyi huku mnaharibu hali ya hewa, pia watu hawaendi uwanjani. Kwa hiyo jamani, mimi niwatake, hebu tushirikiane, tuwe katika utaratibu mzuri tu. Jambo linahitajika muda wake, tutawaambia. Hatuwazuii kujadili, jadilini, fanyeni nini, lakini tuwe wa kweli. Mimi niwatakie kila laheri, niwashukuru sana. Wakati mwingine tukipata nafasi, nimefanya hivi kwa nini? Nimekuwa naitwa chombo cha habari hiki na ratiba ngumu, uwezi, na mimi ni binadamu, nachoka. Sasa nyingine unaambiwa njoo usiku hivi. Kwa hiyo nimeamua tufanye hapa. Kwa hiyo wale wote walikuwa na maombi kwamba niende kwenye vyombo vyao, tushafanya leo, inatosha. Sawa jamani? Tutakuja kukutana wakati mwingine. Lakini pia ndimbo nitamwambia kila baada ya muda atayarishe ili tuweze kukutana, tujadili, angalau ambizani. Mimi namba yangu mnaijua, texti, mimi nitawajibu vizuri tu wala nini. Lakini ushakwenda bwabwaja kwenye maiki yako alafu ndio unakuja unaniletea message, wala usiilete. Unaweza kwenda ukanishtaki polisi bure. Kwa hiyo nadhani tufanye hivyo. Niwashukuru sana, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante President kwa mazungumzo haya na waandishi wa habari, na bila shaka tutakuwa na mazungumzo haya ya mara kwa mara ili kuweza kuwapa vitu mbalimbali. Kwa hiyo tutazingatia hayo maelekezo ambayo umeyatoa. Tunakushukuru kwa muda wako na kwa ufafanuzi wote ambao umeutoa katika siku ya leo. Asante sana Clifford, na huo ndo mwisho wa mkutano huu, na huyo alikuwa ni rais wa TFF Wallace Karia akiweza kuzungumza na wanahabari juu ya mambo mbalimbali yanayohusiana na soka letu la Tanzania. Na kama unaweza kusikia hapo ama kufuatilia, basi utakuwa umeelewa zaidi kwa kile alichokiongea. Kutoka hapa makao makuu ya TFF, mimi ni Idris Rajab, Azam Sports.